Tukiondokea hayo ni kuwa furaha ya wanandoa ni kubarikiwa na watoto baada ya kuoana, kama vile Vincent Mwasi na Martha Wawuda kutoka kijiji cha Kariokoo huko Voi, waliojawa na furaha baada ya kubarikiwa na mapacha wavulana. Aidha, miaka miwili baadaye, furaha hiyo ilianza kupungua baada ya mapacha hao kuanza kuugua kwa kutokuwa na damu, huku wazazi wakitafuta matibabu. Hali hii iliwafanya kuongeza damu kila mara kabla ya madaktari kubaini wanaugua leukemia, na kama anavyoarifu madaktari, ugonjwa huu husababishwa na wazazi wenye ugonjwa huo bila kujua tatizo linalohitaji matibabu ya haraka. Hezron Kimari na taarifa hii kamili, ambapo kwa sasa mmoja wa mapacha hao, Livingstone Mwasi, amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Moi huko Voi. Nilipofika nyumbani kwa kina Ernest na Livingstone kijiji cha Kariokoo Voi, niliwapata sebuleni huku mama yao akiwasaidia kuandika na kusoma. Aidha, kando yao ni Vincent Mwasi, baba ya watoto hawa, akionekana mtu mwenye mawazo mengi. Watoto hawa walizaliwa wakiwa sawa, ni twins, nilijifungua normal, wakawa wako sawa, vidole vyao hivi, kidole cha gumba Ernest ndo kikawa hakiko normal vizuri. So nilivotoka kwa hospitali, nilivotoka kwa hospitali wakasema akiendelea kukua kidole kitakuwa sawa. Huyu ni Ernest, vidole vyake vyote viwili haviko functionable. Na huyu mwingine Livingstone, chake ni kimoja. Nimezunguka na hospitali nyingi, nimeenda Mombasa mara kadhaa, wamelazwa hapa Moi mara si moja, nimeenda Ikanga Hospital wakalazwa hapo. Shida tu ni hiyo tatizo ya damu, wanafanyiwa tu transfusion ya damu. Pia tukatoka hapa tukaenda mpaka Nairobi National Hospital, tukakaa kule mwaka uliopita mwezi wa 8. Tatizo likagundulikana kwamba ni hiyo Fanconi anemia. Kulingana na Daktari Rebecca Makeo, daktari wa saratani katika hospitali ya rufaa ya Moi, ni kwamba dalili za ugonjwa huu ni tatizo la ukuaji kwa urefu na ukosefu wa figo miongoni mwa nyingine, akisisitiza umuhimu wa ushauri wa daktari na matibabu mapema kwa mgonjwa. So how patients will present to you most of the time in the hospital is that they would come with symptoms that they suggest that their bone marrow is not functioning. So one, they could be patients who are repeatedly in and out of hospitals because of anemia. They could be patients who are again in and out of hospital because of bleeding, and bleeding could occur from different organs. They could also be patients who are increasingly susceptible to infections. So once you see this kind of patients, and then physically you also find that maybe they have short stature, they are lacking a particular thumb, or when you send them out for ultrasounds, you find they're missing kidneys, or they have an extra kidney or a different kind of shape of kidney, we call it a horseshoe kidney. They have other musculoskeletal defects and bone marrow failure. You can begin to think that this marrow failure is as a result of an inherited condition. Siku chache baada ya kufanya mahojiano kwa kina Ernest na Livingstone nyumbani kwao, tulifahamishwa Livingstone alikuwa mgonjwa na kupelekwa hospitali kuongezwa damu. Aidha, madaktari walipendekeza Ernest na Livingstone wanafaa kubadilishwa msuchi wa mfupa kama tiba kamili. So wamefanywa hizo transfusion mara nyingi, mpaka ikafikia mahali ambapo tukaambiwa hizo transfusions zimezidi, na wakaona kwamba wanafaa kufanyiwa bone marrow biopsy, ambapo ilienda kufanyiwa Kenyatta, wakatolewa bone marrow, wakapimwa, ndio ikasemekana wako na bone marrow failure. The definitive treatment for the marrow failure part of Fanconi anemia is transplant. And this can be done from a matched sibling donor, but the sibling donor has to also go through genetic testing to just confirm they also don't carry the Fanconi anemia defect, or you get it from a matched unrelated donor. Hiyo bone marrow transplant haifanyiki Kenya, inafanyiwa India. Walituambia approximate ya hizo pesa ni 14 million. Mtoto mmoja akiwa 7, mwingine akiwa 7. Imewatatiza sana, manake mara nyingi pia wako hapa
hata kama hawako hospitalini kuenda shule inakuwa ni ngumu. Wakati Livingstone anaendelea kuongezwa damu katika hospitali ya rufaa ya Moi huko Voi, ni matumaini ya wazazi wake kwamba atapata afueni ya haraka na kurejea nyumbani na kucheza na pacha wake. Hezron Kimari, KTN, Voi, Taita Taveta. Mswaki wa asili ya jamii ya Turkana